kuna vitu fulani, kuna zile na watu wamezipokea na ndio msemo ambao upo mjini sasa hivi. Yani hiyo mtu hataki wanaoga, yani utasikia uta makonda, madereva, boda boda ni wenyewe tu wewe nipisha hapo mwanangu yani nishakutana nazo sana hizo, unajua. Kwa hiyo ni kitu ambacho kishakaa kwa watu Usia kidogo kwenye kabla urudi Big Boss. Pia ni msemo ambao ulichukua mtaani. No, ni ya kwangu mwenyewe, sijachukua sehemu mimi. Ya kwangu mwenyewe na tayari hiyo ishasajiliwa BASATA, kwa hiyo ni ya kwangu mwenyewe kabisa. Ina vibali vyake hiyo. Unapotazama kwa ulivyosema kwamba Big Boss imekuwa ni tamthilia sasa hivi pendwa kabisa, na hata ukiwa umeachia watu walalamika sana issue ya kuchelewa kwa Big Boss. So tuko na wewe pia ni moja ya sehemu ya member katika tamthilia hiyo. Kipi ambacho kinakumisha sana kutoka kwa Big Boss? Kwamba utokaji wa Big Boss unachelewa sana, watu wanalalamika sana. Kweli watu lazima walalamike kwa sababu kwanza ni kazi nzuri. Unajua kitu kizuri bwana, ukichelewa ukiona unaumia of course. Lakini uhalisia tu niwaambie mashabiki ni kwamba sisi sio kwamba tupende kuachia haraka kazi, ila ukitazama Big Boss mle kila scene ni ya gharama. Kuna majumba, kuna apartment, kuna magari ya gharama, unajua. Kwa hiyo sometimes mnaweza mnataka kwenda kwa shoot kwenye apartment fulani, mmepanga leo mkashuti, ambao mmepanga labda muiachie episode kesho. Mnaenda leo mnaambia bwana hapa leo hamwezi kufanya. Kwa hiyo itabidi mje kesho au kesho kutwa. Unaona bwana, Kwa hiyo sasa hiyo inatuumiza na sisi kuona mashabiki wetu wanachelewa kupata kazi. Lakini wavumilie kwa sababu sisi bado tupo kwa ajili yao yani.